Nina habari mbaya kwako wewe mwanamke ambaye mama yako anakupa ushauri ambao unapelekea wewe kuvuruga amani ya ndoa yako. Nina habari mbaya kwako wewe mwanamke ambaye mama yako anakufundisha wewe kwenda kinyume na mume wako, na matokeo unayaona, migogoro kwenye ndoa yako haiishi kwa sababu ya ushauri wa mama yako. Nina habari mbaya kwako wewe mwanamke ambaye kila unapopitia changamoto kwenye ndoa yako unashare na mama yako, na huwa unashare kwa kutarajia kwamba mama yangu atanishauri, pengine atanipa maneno ya kunitia nguvu kutokana na hiki ninachokipitia. Na matokeo yake, unapomweleza mama yako changamoto yako, hata kama ile changamoto ilikuwa ndogo, mama yako anaikuza ile changamoto. Unajikuta ulikuwa unaomba ushauri ukiwa una amani kidogo, ukitarajia kwamba mama yako atakuongezea amani, lakini cha ajabu na cha kushangaza, mama yako anaongeza giza zaidi kwenye moyo wako. Unajikuta hata ile amani ndogo uliyobaki nayo imeondolewa na maneno ya mama yako. Nina habari mbaya kwako wewe mwanamke ambaye mama yako anakusapoti kufanya vitu vya ajabu. Anakusapoti wewe kuwa na tabia mbovu ambazo hakuna mzazi yoyote anayempenda mtoto wake atamsapoti kufanya vitu hivyo. Nina habari mbaya sana kwako. Ndugu zangu, mama yako mzazi anaweza kuwa anakuchukia wewe. Mama yako mzazi anaweza kuwa hapendi kuona unapata maisha mazuri. Hivi ni vitu ambavyo huwezi kusikia watu wakivizungumza kiholela kwenye jamii kwa sababu watu wanaogopa kuzungumza ukweli huu. Lakini mimi nakwambia tu ukweli. Mama yako anaweza kuwa ana chuki na wewe vizuri tu, na chuki yake anaificha kwenye kukushauri wewe uharibu hayo maisha ambayo yeye hapendi kukuona uko nayo. Ndugu yangu, umepata mwanaume mzuri, mwanaume anakupenda, anakujali, anakuhudumia, anafanya kila kitu kwenye maisha yako, na hata mama yako wakati mwingine anamsaidia tena kwa namna kubwa tu. Lakini mama yako yuko nyuma ya mgongo wako, anakushauri wewe kufanya vitu vya ajabu kwenye ndoa yako. Na hivyo vitu vinaleta migogoro. Na unaona kabisa mitikisiko inakuwa mikubwa sana ndani ya nyumba yako pale unapomkaribisha mama yako kukupa ushauri. Huyo mwanaume anafanya kila kitu kwenye maisha yako, anakusapoti, anakusaidia wewe na familia yako, lakini mama yako kutwa anakushauri vitu vya ajabu kwa mume wako. Anakushauri wewe unamhofia mume wako, anakushauri wewe uhisi mume wako ana tabia za siri, unamshirikisha changamoto ndogo anaziweka ziwe kubwa. Yaani mama yako in short, ukikaa ukitafakari, unaona mama yako hajawahi kukupa maneno ya kukusaidia, ila amekuwa akikupa maneno ya kukukandamiza. Yaani wewe unavyopeleka tatizo lako, mama yako anajifanya anakuambia ukweli uliojificha ili wewe uumie zaidi, na anakusapoti wewe uanze kumchukia mumeo kwa siri bila wewe kujua. Ndugu yangu, mama yako anaweza kawa anakuchukia, usiseme sikukwambia. Wewe umebahatika kupata mwanaume mzuri ambaye mama yako kwenye maisha yake ya ujana hakuwahi kumpata. Mama yako amepitia kwenye ndoa ya manyanyaso, kwenye ndoa ya mateso, hajapata raha kama unazopata wewe. Kwa hiyo mama yako wakati mwingine hata yeye anaumia kuona mbona wewe umebahatika kupata maisha mazuri. Kwa hiyo anaamua kukaa nyuma yako, anakutumia wewe mwenyewe kuvuruga hiyo bahati uliyoipata kwenye maisha yako. Usiseme sikukwambia. Na ndio maana mimi mara nyingi sana huwa nawaambia, hii kauli ya nani kama mama hii mimi siiamini. Hata mama tu wakwako tu, mama yako mzazi anaweza kukufanyia vitu tofauti hata kama ni mama yako. Ndugu yangu, umepata mchumba sasa hivi, mwanaume mzuri. Pengine mwanaume kwa nyakati za leo wanaume hawasomeshi. Huyo mwanaume anakulipia ada, huyo mwanaume anafanya kila kitu kwenye familia yako, huyo mwanaume anakulipia kodi, huyo mwanaume amekununulia gari, huyo mwanaume sijui anafanya nini, lakini mama yako anakusapoti wewe kuwa msaliti kwa huyo mwanaume. Mama yako anakuona una tabia za kihuni, anakusapoti. Ndugu yangu, mama yako hakupendi. Hakuna mzazi anaweza kumsapoti mtoto wake kuwa muhuni. Wewe mama yako anakufichia mpaka siri. Wewe umeolewa, una ndoa yako, unapokuwa na usaliti, mama yako anaufahamu wazi. Mama yako anamjua huyo mwanaume ambaye wewe unasaliti naye. Huyo mwanaume ambaye wewe unasaliti naye anamtumia mpaka pesa mama yako. Mama yako hakupendi. Yaani wewe usiseme sikukwambia. Na utakuja kujua hili ukiwa umechelewa. Mama yako hawezi kukusapoti kufanya kitu ambacho anajua kitapelekea kuvuruga maisha yako ikiwa anakupenda. Ila kama hakupendi, atakusapoti vizuri sana, kwa sababu hajali hata matokeo yatakayotokea kesho kwa hicho unachokifanya. Hajali, utajua mwenyewe. Usiseme sikukwambia. Umebahatika kupata maisha mazuri ndugu yangu, usije ukafurahishwa na mama yako kuona anakufichia siri za kijinga. Huo sio upendo. Mama yako anakusababisha wewe uwe msaliti.
Unaaga kwa mumeo kwamba naenda kwa mama, na mama yako anasapoti, anakuja kwangu, na mama yako anajua kabisa unaenda gesti kukutana na huyo mchepuko wako. Kila kinachoendelea kwako mama yako anakijua na anakusapoti wewe kuendelea kukifanya, huku akiwa anajua wewe una mwanaume mzuri, mwanaume anayejitoa kwa kila kitu kwa ajili yako, anajitahidi. Hata kama sio mkamilifu kwa 100%, lakini kwa kiwango kikubwa anajitahidi sana kufanya maisha yako yawe mazuri. Na tangu amekuja kwenye maisha yako, amebadilisha maisha yako. Mama yako hapendi, usiseme sikukwambia. Kwa hiyo akikuangalia hivi, anaona unabahatika kupata mwanaume mzuri, mwanaume anayefanya kila kitu, ndio maana anakusapoti wewe kufanya vitu ambavyo vitapelekea wewe kupoteza hicho ulichonacho. Na hiyo utakuja kuigundua siku ukikipoteza hicho ulichonacho. Mama yako anataka mfanane. Maisha aliyoyapitia yeye na wewe uyapitie. Yeye aliishi kwenye ndoa toxic, anataka na wewe upate mwanaume toxic. Kitendo cha yeye kuona wewe umepata mwanaume mzuri kinampa hasira. Ndugu zangu, shauri zenu. Mume wako akikaa chini akikwambia, mke wangu, mama yako anakusapoti wewe kuvuruga ndoa yetu, anakusapoti wewe kuvuruga familia yetu, hutaki kumsikiliza. Unaona kama mumeo amechanganyikiwa, unaona mumeo anamchukia mama yako, lakini hapana. Mwanaume anaweza kuwa anaona, ndugu yangu, naomba nikwambie kitu kimoja. Wewe unapokuwa na mzazi, wewe una upendo naye sana. Mtu wa pembeni ndo anaweza akagundua kwamba huyu yuko kwenye upendo toxic. Huu upendo wa mama yake sio upendo. Ndio maana mwanaume wako anakwambia, huyu mama yako atakuponza, na hautaki kumsikiliza. Ndugu yangu, umepata mwanaume, hajakuoa bado, lakini ameshafanya vitu vikubwa sana kwenye maisha yako, ila mama yako bado anakwambia, huyu mwanaume sio sahihi. Mwanangu, unastahili mwanaume mwingine zaidi ya huyu. Na huyo uliye naye anafanya jitihada kwa namna kubwa, na hata mama yako tu anasaidiwa na huyo mwanaume. Na huyo ambaye kila siku anamnanga kwako kwamba bado hakustahili, wewe binti yangu ni mrembo sana, unapaswa upate mwanaume. Ndugu yangu, mama yako anakuchukia tena kwa siri sana, na anajua jinsi anavyokufanyia wewe manipulation, jinsi anavyoichezea akili yako, yeye anajua. Ndio maana anakusapoti wewe kuwa na tabia za kihuni. Wewe anakuona kabisa una wanaume 3 4, anakusapoti. Na anajua kabisa una mwanaume wako mzuri ambaye anaperform kwenye maisha yako kwa namna kubwa, anakusapoti wewe uwe msaliti. Hakuna mzazi anayekupenda atakusapoti wewe kuwa msaliti. Amkeni kwenye huo usingizi. Mimi mama yangu ananifichiaga siri kubwa. Mimi yule bwanangu, yule mchepuko wangu mama yangu anamjua. Mama yako hakupendi. Usiseme sikukwambia. Yaani mama anayempenda mtoto wake hawezi kumsapoti mtoto wake kuwa na tabia hizo. Yaani yeyote ambaye umekaa hapa na unasikiliza na unajua mama yako anakusapoti wewe kumsaliti mwanaume anayeperform kwenye maisha yako, kumsaliti mume wako aliyekuoa, kwenda kinyume na mume wako, kufanya chochote kile cha tofauti kwenye maisha yako, ukae ukijua mama yako anakuchukia. Ana wivu vibaya mno na wewe. Sasa mama yako atakwambia wewe kwamba anakuonea wivu? Shauri yako. Usiseme sikukwambia. Hivi ni vitu ambavyo mtu hatakwambia kwa sababu watu wanaogopa sana kumzungumzia mama. Inaonekana mama hawezi kuwa na lolote baya juu ya mtoto wake, lakini mimi nakuhakikishia wengine wanawawazia mabaya vizuri tu. Ndio maana ukienda kwa mama yako na changamoto yako kamueleza, mimi sijui nimeona ka message fulani kwenye simu ya baba Ikram, sijui nini na nini, mama yako atakavyokukalilisha hayo mashairi, hata wewe unashindwa kuelewa. Atakupa maneno yako hivi, badala ya mama yako hata kukwambia mwanangu vimessage havinaga maana nzito, atakwambia huyo mwanaume ni muhuni, huyo mwanaume hajatulia, huyo mwanaume atakuletea ukimwi, huyo mwanaume atafanya nini. Yaani mama yako atakuwa anakufundisha hata zile changamoto ndogo ndogo zinazotokea kwenye ndoa yako uzione kubwa, na matokeo yake ufanye maamuzi ya kuvunja hiyo ndoa. Halafu ukishavunja tu hiyo ndoa, ndo utakuja kugundua ukweli huu mchungu kwamba mama yako alikuwa anakuonea wivu, ndio maana alikutoa kwenye hiyo sehemu nzuri. Msiseme sikuambia, narudia kila wakati. Msiseme sikuambia. Ila kuweni makini sana na upendo ambao mama zenu wanawaonyesheni. Sio kila upendo ni upendo, upendo mwingine ni sumu. Hilo kaeni mkilijua. Wewe mama yako anakusapotije wewe kusaliti ndoa yako? Mama anayejiheshimu, mama mwenye upendo wa kweli, mama ambaye na yeye tabia zake zimenyooka, kwa nini anakusapoti wewe kusaliti ndoa yako? Pengine yeye hapo alipo ana trauma, alishasaliti ndoa yake na yalimkuta majanga mazito. Kwa hiyo anataka na wewe upitie mle ambamo yeye alipitia. Shauri zenu, nyie endeleeni kulala kwenye usingizi. Hakuna mwingine zaidi ya mama yangu. Hakuna mwingine zaidi ya mama yangu. Mtakuja kugundua mkiwa mmechelewa sana. Kuna dada mmoja Nigeria ameongea juzi kati hapa, amesema
kwamba alikuwa anamsimulia mama yake kwa uzuri tu, mama, nimepata mwanaume mzuri, mwanaume ananijali, ananiletea chai asubuhi kitandani nikiwa nimelala. Mume wangu hataki mimi nifanye shughuli za nyumbani, ameajiri mabinti wanafanya zile kazi, mimi kazi yangu tu ni kukaa kama malkia. Anamwambia mama yake, mume wangu ananitreat vizuri, nimepata maisha mazuri. Anasema mama yake akawa kama vile amemfurahia. Kitendo tu cha mama kukata simu tu amemalizana naye, akapiga kwa mume wake. Huyo dada anasema na mimi niko hapa, nikamwambia mume wangu, pokea, weka loudspeaker, labda mama anataka kuappreciate kile ambacho unafanya kwenye maisha yangu. Unajua alisikia nini? Alisikia nini ambacho mama yake anazungumza? Mama yake alimwambia yule mwanaume, hivi wewe mwanaume ni mjinga? Umechanganyikiwa? Kwa nini unamdekeza sana huyo mwanamke? Mbona huyo mwanamke kama amekushika sana wewe masikio? Mbona unafanya hivi na hivi kwa mwanamke? Kwa nini unampa vitu vikubwa huyo mwanamke? Kwa nini unamuinua huyo mwanamke? Huyo mwanamke natakiwa hata uwe unampiga. Mpige, akikukosea mpige. Hata hapa nitakapokata simu nikimaliza, mpige. Mama yake mzazi. Yaani sio mama wa kambo, ni mama yake mzazi wa damu ambaye amemzaa. Anachukia kuona mtoto wake amefanikiwa kupata maisha mazuri. Ndio nawaambia mjue hivi vitu vipo. Yule dada anasema yeye mwenyewe alishangazwa kuona kumbe kitendo cha yeye kumsimulia mama yake kwamba anapitia mema, mama yake amechukia. Akamwambia mwanaume, mpige huyo mtoto. Hivi wewe uliwahi kuona wapi mama yako anamsupport mume wako kukupiga wewe? Anakuchukia. Kwa hiyo kuwa makini na vitu ambavyo mama yako anakusupport wewe kuvifanya. Yaani kuwa makini, kuwa macho, sisi ni binadamu. Na ukae ukijua ile kauli inasema wanawake hatupendani, ipo vizuri tu. Tena hata mama yako anaweza sikupende, shangazi yako anaweza sikupende, mamdogo wako anaweza sikupende, nani yako anaweza sikupende. Vizuri kabisa. Wewe unaamini kwa kuwa mama yako alikuzaa kweli atakuwa anakupenda kwa 100%? Muone akina mama wengine wanawazaa watoto wao wenyewe na wanawafanyia vitu vya ajabu, ina maana nyie hamuoni? Mama yako amekaa na kusupport. Mume wako akisema mke wangu huku nyumbani ameondoka, amesema nakuja kwako. Ni kweli, yuko huku kwangu. Na hilo li mwanaume lako umelitambulisha mpaka kwa mama yako, analifahamu. Mama yako anajua kabisa wewe mtoto wake ni muhuni. Eti anakusupport, anakushangilia. Mwanangu una akili sana. Mwanangu hiyo akili ndio inafaa. Hiyo ndio akili ya maendeleo. Mungu wangu. Unawezaje kuona kama huo ni upendo? Mnasherehekea mama zenu kuwabebea siri za hovyo. Mama zenu kuvumilia kuwaona mkiwa na tabia za hovyo. Unasema mama yako anakupenda? Hapana. Mama yako anataka kusapoti mpaka uvuruge hayo maisha ulionayo. Mama yako anataka kusapoti mpaka huyo mwanaume akuache ili mfanane. Mwenzako hayo maisha unayoyapitia hajayapitia. Kwa hiyo usije ukafikiri atapenda akiona wewe unapitia maisha mazuri. Yeye mwenyewe hivyo vitu ni vigeni, hajawahi kuvi-experience. Ukimsimulia kwa uzuri tu, anaanza kukwambia wanaume wanabadilika, kuaga makini mwanangu, hata mimi kwa baba yako ilikuwa hivyo hivyo. Mama anayekupenda anapaswa kuache uishi maisha yako. Anapaswa kufurahie wewe unapokuwa na tabia njema. Anapaswa kusapoti wewe kutenda vitu vizuri kwenye ndoa yako. Anapaswa kusapoti wewe kutenda mambo mazuri kwa mume wako. Sio kusapoti mambo ya kipuuzi, umekaa na mama na kusapoti vitu visivyoeleweka. Mama yako anakusapoti wewe kuwa muhuni na anajua kabisa uhuni una hasara nyingi sana. Na anajua uhuni utapelekea wewe kuvunja ndoa yako. Anajua wewe ukikamatwa na huyo mwanaume hutosamehewa kamwe. Mume wako anajitoa kwa kila namna na pambana kwenye familia yenu, anafanya kila kitu. Na pengine amekuta familia yenu haina kitu, mna maisha ya chini sana. Anasaidia, anasomesha mpaka ndugu zako. Huwezi kuamini umekaa na mama yako anakusapoti kumsaliti huyo mwanaume. Huyo mwanaume amekupangia, anakulipia kodi, anakulipia ada ya chuo, anakufanyia kila kitu, na mama yako amemchukua unakaa naye wewe pale pale, anawahudumia, anafanya kila kitu. Lakini mama yako anakusapoti wewe kupata mwanaume mwingine tofauti na huyo anayejitoa kwako. Bado umekenua tu, unaona ni upendo. Mungu wangu, mama yako anakuchukia hivi, wewe uoni? Huoni kama mama yako hayo mambo anayoyaficha juu yako itapelekea wewe kuvuruga maisha yako? Huoni kama mama yako anakusapoti kufanya vitu vya ajabu? Mzazi yote anayempenda mtoto wake lazima amfundishe kujua vitu vizuri, kwamba mwanangu hapa ulipo pazuri, tulia. Huyu mwanaume anakupenda, anakujali, anakuthamini. Hata kama wewe hizo tabia za kiuni zitakuwa tabia zako binafsi, mama yako atakukalisha chini, atakwambia mwanangu, usiishi hivi, utaharibu maisha yako. Mwanangu, huyu mwanaume ukimpoteza huwezi kupata kama huyu. Mama yako anapaswa kukuambia ukweli.
lakini anakukandamiza ili uonekane unachokifanya ni kitu cha maana. Anakusapoti na wewe umekaa hapo umekenua, mama yangu ananipenda, mama yangu ana siri zangu nzito sana. Shauri yako. Utakavyokuja kulia kwenye maisha yako ndio utakuja kukumbuka nilivyokuambia kwamba mama yako anakuchukia. Mama yako anakuonea wivu. Wewe usifikiri wivu utaonewa na marafiki tu, mpaka na mama yako mzazi. Ila mama yako mzazi atakuonea wivu kwa siri. Hata kuambia kama anakuonea wivu, hata kuonyesha, ila atakuwa na kusapoti kufanya vitu vya hovyo. Chuki ya mama yako inadhihirika pale ambapo mama yako anakusapoti kufanya vitu ambavyo mzazi mwingine wa kawaida mwenye akili timamu hawezi kumsapoti mtoto wake kuvifanya. Mama yako amekaa anasubiri wewe umletee faida kutokana na uhuni unaofanya. Unasema mama yako anakupenda. Mungu wangu, utakufa. Utateseka wewe na hayo magonjwa. Wewe danga sana na huyo mama yako anayekusapoti na anaona umepata sehemu nzuri unaweza ukatulia. Yeye anakusapoti uendelee kuwa kiruka njia. Unasema anakupenda. Mama yako anaona umebahatika, umepata ndoa nzuri, ndoa yako imesimama, iko stable. Kila unapomuelezea changamoto ndogo ndogo, anakufanya uzione ziko kubwa kiasi hiki, kiasi kwamba uanze kuvuruga mpaka amani iliyobaki kwenye ndoa yako. Uanze kumchukia mume wako, uanze kumfikiria vibaya mume wako, uanze kutokumwamini mume wako, uanze kuishi na mume wako kwa chuki. Mwanangu, ishi kwa akili. Hawa wanaume wanabadilika. Mwanangu, ficha vitu. Wazazi wengine wanawasapoti watoto wao mpaka kuwaibia waume zao. Ukija kuachwa, hiyo ni hasara yako. Mama yako anaendelea kuenjoy maisha, utajua wewe. Yeye atakuwa amekamilisha kile alichokuwa anakitaka kitokee kwako. Ule wivu wake aliyokuwa anakuonea wewe, hatimaye utakuwa umempa faida. Amekutumia wewe mwenyewe kuharibu maisha yako. Msiseme sikuwaambia, nawaambia kwa herufi kubwa. Kuweni makini na mama zenu. Kuweni makini na vitu ambavyo mama zenu anawashauri kuvifanya. Kuweni makini na vitu ambavyo mama zenu wanawasapoti kuvifanya. Mama mzuri, mama anayekupenda, mama ambaye hakuonei wivu, mama ambaye ana upendo wa kweli, hato kusapoti wewe kufanya vitu ambavyo anajua kabisa vitaharibu maisha yako. Hato kusapoti wewe kuwa na tabia mbovu. Hato kusapoti wewe kuwa na tabia mbaya, kwa sababu anakupenda, wewe ni mtoto wake. Kwa hiyo hato tamani kuona maisha yako yanaharibika. Hato tamani kuona unaingia kwenye matatizo. Hato tamani kuona unajiuza. Hato tamani kuona unamiliki wanaume wengi. Hato tamani kuona unamsumbua huyo mwanaume ambaye amekuwa mwanaume mzuri kwenye maisha yako. Ukaona tu anakusapoti. Goodbye. Mama yako anakuchukia. Usiseme sijakwambia.